Sifiwe na wasalimu kwa jina la Yesu. Nachukua nafasi nimshukuru Mungu kwa sababu ya usiku wa leo. Ni usiku wa baraka. Tunamshukuru Mungu ametulinda mchana kutwa. Tumeuona utukufu wake na tumeziona fadhili zake. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu ni asante. Amekuwa ni Mungu mwaminifu, amekuwa ni Mungu wa baraka. Na bila shaka najua kwamba pia na umeshinda vizuri. Ningetaka kuchukua nafasi hii nikukaribishe kwa mafundisho haya ya usiku. Nilisema ni wiki tutakuja mara mbili. Tutakuja I think mara mbili, usiku na asubuhi. Na leo tunaanza rasmi. Leo ni saa 5. Ni saa 5 kamili. Sema nitakuwa nafundisha kuhusu maombi ya namna gani unaweza kuomba kabla ya kulala. Halafu kadri tunavyoendelea nitakuwa nafundisha kuhusu maombi ya usiku wa manane. Na nitakuwa napeana tu mafundisho tofauti kwa sababu najua kuna wengine watakuwa na maswali ya kuniuliza. Kwa hivyo kabla tujaenda, naomba tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mfalme. Asante kwa sababu ya usiku huu wa leo. Ni usiku wa baraka, imekupendeza Bwana tukaweze kuiona siku ya leo. Ninakuomba Mungu wetu na Baba mbinguni, ukatupe fursa nyingine tena ya kuweza kusema nawe na kusema na watu wako usiku wa leo. Watazamaji wetu ambao wanatutazama online, nami mtumishi wako pia nikapate kibali. Asante kwa kila mmoja ambaye atakutana na mafundisho haya. Naomba Roho Mtakatifu akampe ufunuo, akampe uelewa zaidi wa namna ya kuweza kuomba, wa namna ambavyo anaweza akasimama kwenye maombi. Baba yangu, ninakushukuru kwa sababu imekupendeza kunipa fursa hii ambayo nimekuomba, na ninaamini kabisa Mungu wa mbinguni utatenda sasa na neno lako. Zaidi yote nakushukuru kwa sababu najua pia maombi yetu ya asubuhi saa 10 utakuwa pamoja nasi. Tutakuona, tutaziona fadhili na matendo yako makuu ya ajabu. Kwa jina kuu takatifu la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu, nimeomba na kuamini. Amina. Basi nataka tuingie moja kwa moja kwenye mafundisho. Unawezaje kuomba kabla ya kulala? Ninafundisha tu maombi ya kujifunza kabla ya kulala. Unawezaje ukaomba? Kwa sababu kuna watu hawajui kuomba wakati wa kulala, na labda zile dini wanaenda hawajafundishwa namna ya kuomba. Lakini niko hapa, Mungu amenipa hii fursa for free nikufundishe unawezaje ukaomba kabla ya kulala. Na ukumbuke bado tuko na maombi ya asubuhi ya kumshukuru Mungu. Nimemwomba Mungu pia anipe neema wiki hii tukuwe na hiyo maombi saa 10 kamili. Kwa mapenzi ya Mungu tutaendelea nayo, na naamini Mungu atatubariki na atatujalia na mambo mema. Jambo la kujifunza kuhusu maombi ya usiku kabla ya kulala, ningetaka uelewe jambo moja kwamba ni lazima kulala ni zaidi ya kupumzisha mwili. Ni tendo la kiroho ambalo ni nusu ya kifo. Unapolala ni rahisi sana roho yako kushikamana na roho zingine katika ulimwengu wa kiroho. Na hivyo maombi kabla ya kulala ni ngao inayofunga milango ya mashambulizi ya usiku, na daraja linalokuunganisha na asubuhi yako ama kesho yako. Na pia maombi ni ngao ya kukulinda dhidi ya mashambulizi ya shetani ambayo shetani mara nyingi anayafanya usiku wa manane. Pia maombi kulala usiku ni daraja linalokuunganisha na asubuhi ya ushindi. Asubuhi ya ushindi unakuwa na neema. Unapoomba unafuta rekodi mbaya. Unapolala na unaomba unafuta rekodi mbaya ya jana, ya mchana unakufuta hiyo rekodi yote ya mchana, unakuwa na rekodi nyingine. Na leo nitazungumza juu ya maombi. Kuna aina ngapi? Nimeziandika, nimeziposti somewhere here. Tafundisha juu ya aina 12 maombi aina 12 ya usiku kabla hujalala. Na tutaenda one by one
Tutajifunza moja baada nyingine. I think sijui kama tutamaliza leo ama tutaendelea tu hivyo vile Mungu atatusaidia. Number one, kabla haujalala kuna kitu unapaswa kufanya, ni kumuomba Mungu, kwa sababu hiyo ndio ngao na ulinzi wa maisha yako. Na si uingie tu kwa maombi na uanze kuomba. Hapana. Kabla hujalala, ukiingia kwa maombi, jambo la kwanza la kufanya ni kumshukuru Mungu. Kuna watu wamezoea kuomba, ukiomba anaanza na toba. Ameingia tu kwa maombi vya anaanza na kutubu. Hapana. Ukianza na toba, haukuangi umekaribisha uwepo wa Mungu, haukuangi umekaribisha presence ya Mungu. Kwa hivyo unapoingia kuomba, kitu cha kwanza cha kufanya ni kumshukuru Mungu. Maana maombi ya shukrani ni maombi yenye uwepo sana, kwa sababu ni maombi yenye ushindi sana. Maombi ya shukrani ni maombi yenye uwepo na na nguvu sana. Na maombi ya shukrani hufungua milango ya baraka zaidi. Ukijua kumshukuru Mungu kabla hujafanya kitu yote, unamshukuru Mungu, yanafungua baraka zaidi. Kutambua mkono wa Mungu katika mambo madogo ya siri ya amani. Bwana Yesu apewe sifa. Kushukuru Mungu, unamheshimisha Mungu hata kama hakufanya kile ulitarajia, unamwambia ni asante. Inafanya Mungu anafungua milango. Kwenye kile kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 2 inasema, nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Bwana, nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Maombi ya kumshukuru Mungu, mfano unasema asante Bwana kwa kunilinda tangu asubuhi, na asante kwa sababu ya chakula, pumzi na kila hatua niliyopiga mchana kutwa. Nashukuru kwa changamoto nilizovuka kwa neema yako. Unamwambia Mungu asante, ulifuta changamoto mingi, kuna vitu mingi ulipita mchana na Mungu ndio alikusaidia, si wewe, kwa sababu hata changamoto zingine hujui zinatokanga wapi. Kwa hivyo kabla ya kulala, jambo la kwanza la kufanya ni kumshukuru Mungu. Unamwambia Mungu asante, mchana umenilinda, umenitetea, umenipigania. Mahali popote nilikuwa nimetembea, kila mahali kuna changamoto mingi nimepitia na umeniepusha. Kuna adui alikuwa ananifuata kwenye maisha yangu na Mungu ulisimama ukaniokoa. Unamshukuru vile amekulinda mchana, baraka umekutana nazo mchana, vile amekulinda kazini. Unamshukuru juu ya amani ambayo umekuwa nayo kwa ndoa yako mchana wote, na watoto wako wameenda shuleni salama, wamecheza, wamefanya mambo mengi ambayo Mungu ndiye alikuwa anawalinda. Unamwambia Mungu asante. Jambo la pili la kufanya baada ya maombi ni kutubu. Baada ya kushukuru, ukishamshukuru Mungu, sijui mimi sijui wewe umefundishwaje na pastor wako, sijui umefundishwaje na your mentor, your spiritual father, sijui umefundishwaje, lakini ukweli uliopo ni kwamba maombi yote, unapoanza maombi huwezi jitakaza kwanza, unaanza kumshukuru Mungu. Kwani tunamshukuru Mungu alafu ndio baadaye tuje tujitakaze? Kwa sababu lile jambo la kumshukuru Mungu, kwanza unakaribisha presence ya Mungu, unakaribisha neema ya Mungu, unamwambia Mungu karibu kwenye eneo ambalo niko. Baada ya hapo sasa ndio unaenda kwenye toba, maombi ya toba. Unajitakasa, unamwambia Mungu asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, nimekuja mbele zako, ninaomba msamaha. Kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza 1 mstari wa 9 Biblia inasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhaifu wetu. Yohana wa kwanza 1:9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mfano unasema, Baba, naja mbele zako nikiomba rehema kwa kile neno, wazo au tendo lililo kuudhi leo.
nitakase kwa damu ya Yesu, na unipe moyo wa upendo, unipe moyo wa kusamehe wale ambao nimewabeba kwenye moyo wangu. Bwana, ninawaachilia, ninatubu dhambi zangu, mambo yote nimefanya mchana, ninatubu juu ya mke wangu, juu ya watoto wangu kama na watu wazima. Chochote tumekufanyia Bwana, tunaomba msamaha. Nasimama kwa niaba ya jamii yangu, nasimama kwa niaba ya familia. Baba, ninaomba msamaha. Unatubu dhambi zenye unajua na dhambi zenye ujui. Unatubu dhambi za kuwaza, unatubu dhambi za moyo, unatubu dhambi za kusikia, unatubu dhambi za kuona, unatubu dhambi za kunena, unatubu dhambi za kuguza na mikono inatutia unajisi. Unatubu dhambi za miguu, mahali miguu yako imekanyanga. Biblia inasema miguu ni nyepesi kwenda kumwaga damu, miguu ni nyepesi, mikono yao ni nyepesi kwenda kufanya uovu. Sasa unatubu, unamwambia Mungu anakusamehe. Ukishamaliza kutubu, na sio ile kutubu ya kawaida, unafungua moyo wako. Unajua kuna watu wanasema Baba nisamehe, nimekukosa. Unafungua moyo wako, unainama mbele za Mungu. Unamlilia Mungu kilio cha haki. Unamwambia Mungu nisamehe, nimekosea. Unambembeleza, unajibembeleza. Wakati unakuwa umepiga magoti mbele za Mungu, unambembeleza, unamwambia Mungu nimekukosea, nimekutenda mambo mengi, nimefanya machukizo mbele zako Bwana. Ninashuka magotini pako. Moyo wangu umewaza mambo mabaya, macho yangu yametazama mambo mabaya, masikio yangu yamesikia mambo mabaya, roho yangu imefanya uchafu, mikono yangu imekuza unajisi, miguu yangu kuna watu nilisikia wamenikwaza. Unatubu hizo vitu zote. Alafu ukishamaliza sasa, hiyo ni step 2. Alafu sasa ukitoka hapo unaingia step 3. Unaomba sasa, kwanza unaomba maombi ya ulinzi dhidi ya nguvu za giza. Unaomba maombi ya protection, unaomba ulinzi juu ya nguvu za giza. Usiku ni wakati ambao adui hupanda magugu. Maandiko yanasema mpanzi alipanda mbegu alafu akaenda kulala, adui akaja akafanya nini? Akapanda magugu. Sasa usiku unakuta shetani anakuja anapanda magugu. Unaomba ulinzi wa kiungu juu ya nyumba yako. Unaomba ulinzi wa kiungu juu ya huduma, afya yako, watoto, mke, mume. Unaomba ulinzi juu ya hiyo nyumba, shetani asipate nafasi ya kuaccess hiyo anga hata kidogo. Unajilinda, unaitisha nguvu, ulinzi, protection ya damu ya Yesu Kristo. Unatamka damu ya Yesu kwa hiyo nyumba, kila kitu, iwe ni kitandani, ni wapi, unatamka damu ya Yesu. Mfano kwenye kitabu cha Zaburi Psalms 91 verse 5 anasema, hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Kwa hivyo mara nyingi usiku shetani huwa anashambulia. Mara nyingi shetani huwa analeta vita. Mara nyingi hapiganangi mchana shetani, mara nyingi anapigana usiku. Shetani huleta vita sana usiku. Sasa mfano unaenda unasema, ninasimamisha ukuta wa moto kuzunguka nyumba yangu. Ninazunguka nyumba yangu kwa ukuta wa moto. Nazunguka afya yangu au hai wangu kwa ukuta wa moto. Nazunguka watoto wangu kwa ukuta wa moto. Kuanzia fulani unamtaja mjina, unataja mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, unataja jina ya mume wako, unataja jina ya mke wako, unataja wale watu unaowapenda, kama ni wazazi, ni brothers, unawazingira kwa damu ya Yesu, ama unatamka ukuta, ulinzi wa damu ya Yesu juu yao. Unasema ninakataa kila roho ya hofu kwa maisha yako, kwa watoto wako. Roho ya hofu, kuna watu wana hofu, wanashtuka tu ovyo. Unakataa hiyo roho ya hofu. Unasema nakataa roho ya mashambulizi ya majini mahaba, majini makata, majini maimuna, majini za baharini, majini za Waarabu, majini za kutumwa ama za kujituma. Unakanzu kabisa, unasema ninajilinda na damu ya Yesu. Unasema na kila hila ya mwovu inayopangwa dhidi yangu usiku huu, kila mipango ya shetani, ya adui inayopangwa na shetani na adui usiku huu, ninaifunga kwa damu ya Yesu. Mipango yote, agenda yoyote ambayo imepangwa usiku wa leo juu ya maisha yangu na familia yangu, ninaifuruga kwa jina la Yesu. Kila kikao chochote kitakaliwa usiku wa leo nikiwa nimelala, juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, hicho kikao ninatuma moto, hawatakaa. Ipigwe na radi
katika jina la Yesu. Sasa unajilinda, unajitisha protection. Kwa nini unajitisha protection? Kwanza kwa sababu unaweza ingia kwa maombi ya kujiprotect usiku, na wakati ukiwa kwa hiyo maombi shetani anakuataki, unaanza kukohoa, unaanza kujikuna, unasikia unawashwa, unasikia ni attacking, unasikia unaanza kusneeze, unakohoa, ni attacking. Ndio maana unajiprotect kwanza wakati kabla hujatangaza vita, halafu unakuja kujiprotect na ukienda kumalizia maombi unalinda ile maombi umeomba, na wale umewaombea unawafunika na damu ya Yesu. Number 4 unaomba juu ya maombi ya kufuta ndoto mbaya. Namba 4 unafuta ndoto mbaya. Mfano kwanza, ndoto ni lugha ya kiroho. Ndoto ni lugha ya kiroho, na hakikisha ndoto zako zinatawaliwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu zisipotawaliwa na Roho Mtakatifu shetani anaweza akazitumia vibaya. Kwa hivyo nahakikisha ndoto zako zimetawaliwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu ndoto ndoto ni lugha ya kuongea kiroho. Ndoto ni lugha ya kuongea ya kiroho. Aidhini unaweza ongea na mashetani kama una Mungu, na unaweza ongea na Roho Mtakatifu kama una Mungu ndani yako. Kwa hivyo una make sure unamwomba Mungu, unaombea ndoto zako usiku, ziwe ni ndoto mbaya, ziwe ni ndoto nzuri. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Isaia, andiko la Isaia 54 verse 17, nasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Sasa unakataa, unasema sitaota ndoto mbaya, ndoto zote mbaya, ndoto za kufukuzwa na manyoka, ndoto za kufukuzwa na mapanga na mishale, nakataa kwa jina la Yesu Kristo. Unafuta kwa anga, unasema natumia damu, unafuta kila ndoto kwa anga, kila ndoto mbaya kwa anga yangu, kila ndoto mbaya kwa watoto, kila ndoto mbaya kwa anybody ambaye amenizunguka, rafiki yangu wa ndugu zangu, unaifuta hiyo ndoto kwa damu ya Yesu Kristo. Unatumia the power of blood, na nguvu ya damu ya Yesu. Unatumia nguvu ya damu ya Yesu kufuta hizo ndoto. Hakuna kitu kingine kinaweza futa ndoto katika ulimwengu wako wa kiroho isipokuwa ni damu ya Yesu Kristo, maana ni damu yenye dhamana, ni damu ambayo imebeba nguvu isiyo ya kawaida. Kwa hivyo unafuta, unasema sitaota ndoto mbaya, nitaota ndoto za malaika, nitaota nikifanya kitu fulani, nikihubiri, naota nikiomba, nitaota nikiwa pamoja na malaika tunamsifu Mungu, tunamwabudu Mungu. Unaomba kwamba sitaota ndoto mbaya, alafu baadaye unakuja ukitoka kwa hivyo unaweza kuja baadaye ukajitabiri, unasema nitafanya hivi na hivi na hivi. Lakini kikubwa ni kufuta ndoto mbaya, kwa sababu kuna watu wanalishwa nyama usiku. Wa manane wakiwa wamelala, unalishwa nyama, unalishwa vitu chafu, unalishwa vitu ambavyo havina hata mwenye ukiamka unashangaa nini nilikuwa nalishwa. Ukishaamka unasikia mtu anakuambia nilikuwa na ugonjwa fulani, nilishikwa na hii roho. Ni nini? Yale mazungumzo ya ndoto huwa yanakuja kufanyika reli baadaye kwa mtu, kwa sababu shetani anapanda magugu usiku, na magugu moja wapo anapanda ni ndoto mbaya. Anakuja anapanda ndoto mbaya juu ya maisha yako. Ukiamka unasikia uko na kansa, uko na HIV. Mimi nimeombea sio zaidi ya watu 4 hapa kanisani. Kwenye haya madhabahu nimeombea zaidi ya watu 4 ambao walikuwa na ukimwi. Hata mmoja yuko mpaka sasa. Alikuwa anasema kwa sababu madaktari wamemfungulia ameze dawa na wakamsukuma sana, na alikuwa ni mama mjamzito. Lakini baada ya kuzaa nikamwambia enda pime tena, tukamwambia na nikamwambia hizo dawa usitumie kwa sababu najua una ukimwi. Yeye ana ukimwi, wanasema mtoto wako salama, alafu mume wake hana ukimwi. Mama hajaenda hospitali sijui miezi mingapi, hajaye toka nje ya ndoa yake. Finally wakati alizaa kwenda kumpima tena, wanasema hana nini, hana ile ukimwi, asitumie dawa. Nikamwambia ni shetani, alipanda magugu wakati wa usiku. Kwa hivyo unafuta, unatumia dawa, unafuta kila ndoto ambayo unaifuta ili uweze kulala vizuri. Jambo la 5, step 5, kitu cha kuomba. Number 5 unaombaje? Number 5 unaomba maombi ya amani ya moyo excuse. Unaomba maombi ya amani ya moyo na akili. Unaomba maombi ya amani ya moyo na akili. Watu wengi wanalala, hulala miili ikiwa kitandani, lakini akili zao zikiwa vitani.
unakuta unalala mwili lakini akili yako iko kwa vita. Umelala hivi lakini akili yako kuna somewhere iko kwa vita. Unaomba utulivu wa moyo, unaomba utulivu wa akili. Unamwambia Mungu, nipe utulivu wa moyo, nipe utulivu wa akili ndani ya moyo wangu. Naomba utulivu wa moyo na utulivu wa kiakili. Unaomba utulivu wa akili. Unalala, unakuta ukilala roho yako itakuwa kwa vita. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye kile kitabu cha Wafilipi, Philippians chapter 4 verse 7, Biblia inasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Mfano pastor nitaombaje? Unaomba Mungu niondolee changamoto za msongo wa mawazo, niondolee changamoto za msongo wa mawazo, changamoto za kuwaza, changamoto za kunifanya nikiwa nimelala sina amani. Kuna watu waweze wakalala na kuuliza kwa nini hatapati usingizi, ni ile mawazo yako nayo. Unaomba ninatunza ninatunza akili zangu katika ulimwengu wa kiroho, ninatunza mawazo yangu katika ulimwengu wa kiroho. Unakataa kabisa. Unamwambia Mungu, niondolee roho ya mawazo mabaya. Unasema napokea amani ya moyo, napokea amani ya roho, napokea amani ya kiakili kwa jina la Yesu. Ninakataa mawazo yangu hayataibiwa, akili yangu haitaibiwa katika jina la Yesu. Napolala akili yangu itatulia, napolala akili yangu haitahangaika, haitakuwa kwa vita katika jina la Yesu. Ndio maana ukuta mara nyingi watu wanaota ndoto zingine ni zile vitu wamepitia mchana, ni yale mambo wanawaza, ile vita ambayo anawaza kila wakati. Unakuta mara nyingi hiyo ndio akilala usiku anaota. Hivyo naomba unakataa. Number 6. Number 6, kile kingine unaweza omba, step 6 ya kuomba maombi kabla ya kulala. Maombi ya malaika wa ulinzi. Malaika wa ulinzi. Mungu ametoa agizo kwa malaika zake kuchunga katika njia zake, kuchunga katika njia zako zote. Mungu amepeana hiyo order kwamba wachunge njia za wateule wa Mungu. Kwenye kile kitabu cha Zaburi 34 mstari ule wa 7, Biblia inasema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kwa hivyo wakati unamtumikia Mungu, malaika wanafanya vile polisi wanafanya operation. Unakuta malaika wako wakiangalia ni wakina nani wanaomba, mnawekewa ulinzi. Unakuta ukuta wa moto umewazunguka kila mahali, unakuta ukuta wa moto umewazunguka, kumbe ni malaika wamesimama. Sasa ukiwa rohoni, mfano ukiomba maombi haya na huo unaomba, alafu wakati unaomba unaona katika umefunga macho, unaona umezungukwa na moto, ama wengine wanaomba wakishalala, wakati umelala unaona uko katikati ya moto umekuzunguka katikati. Elewa, Mungu anakuonyesha malaika wamekuzunguka kwa ukuta wa moto, umewekewa ukuta wa moto, na hakuna silaha itakayofanyika kinyume chako itakayofanikiwa. Kwa hivyo unaitisha ulinzi wa malaika, unaitisha kwako, kwa mume wako, kwa watoto wako, unaitisha ulinzi wa malaika. Ndio maana anasema malaika wa Bwana hufanya kituo, kwenye Zaburi 34:7, hufanya kituo wakiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo ndio step ya 6. Na kwa yule mtu sasa, hapo nitaomba. Unaweza omba tu, unasema ninaamuru jeshi la malaika washike doria. Ninaamuru jeshi la malaika washike doria katika kila mlango na kila dirisha ya nyumba yangu. Ninaamuru kwenye mlango, kwenye madirisha, kwenye paa la nyumba, ninaamuru malaika wa Bwana washike doria. Malaika wa Mungu washike doria kwenye mlango wangu, kwenye madirisha, mahali popote. Unasema kila kona hiyo nyumba, unasema naamuru malaika wa Bwana washike nini? Washike doria. Na unasema hakuna uvamizi wa uovu utakaoweza kupenya usiku wa leo. Hakuna uvamizi wa mapepo, hakuna uvamizi wa wachawi. Maana ikifika saa 6 usiku ndio wachawi huwa wanaingianga, ndio maadui huwa wanaanza kuwataki. Kwa hivyo unasema hakuna uvamizi wa kichawi, hakuna uvamizi wa majini, hakuna uvamizi wa nguvu zote za giza ambao utaweza kuingia. Ninaamuru malaika wa Bwana waweke doria, waweke ulinzi kwa kona ya nyumba yangu, kwa kona ya mlango, kwa kona ya dirisha, kwa kona ya paa ya nyumba. Wanaitisha doria ya malaika, na utaona unalala vizuri kama katoto. Number 7 nilikuwa naona tutaimalizia ndio kesho tuweze kuingia kwenye topic nyingine mpya ya maombi. Number 7, maombi kwa ajili ya familia
na wapendwa, na wale watu unapenda, wapendwa, ndugu, brothers, wale watu mnaabudu na wao, marafiki zako, majirani ambao mko karibu sana. Kama mimi huwa nakuanga na majirani mpaka hata hawakujangi kwa chachi yangu, hata wana kanisa zao, ni wazee, ni wamama, tunapigiana simu, tunaombea. Sengine usiku tunasema leo tunamka masaa fulani tunaomba, na wamenipenda sana kwa sababu huwa wananifuatilia, hata kama hawa comment wananifuatilia sana. Wale watu huwa wanafuatilia sana na hawa comment ni wengi sana. Na huwa wakati mwingine kuna wale tunashare na wao, tunaomba na wafundisha namna ya kuomba. Sasa usiishie tu kujiombea wewe mwenyewe. Simama kwenye zamu ya kwa ajili ya wale ambao unawapenda. Usiishi tu kujiombea mwenyewe, usiwe mtu binafsi wa kimaombi. Ombea wale watu unawapenda, mume, mke, watoto, ndugu zako, mama yako, wale watu ambao unajua unawapenda kwa kweli kutoka ndani ya moyo wako. Ombea taifa, ombea, yani kile ambacho unakipenda hakikisha umekiombea. Kwenye kitabu cha Yoshua 24 mstari ule wa 15, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Wewe nyumba yako mtamtumikia nani? Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Maana yake Joshua alikuwa anamaanisha anawaombea wapendwa wake, anawaombea wale anaowapenda, anawaombea wale ambao wako karibu na yeye. Kwa hivyo na wewe wakati unaomba, wacha kuishia kujiombea tu. Ombea na wale unaowapenda, ni washirika, kama ni pastor, ombea washirika wako, wataje kwa majina kama unawajua. Kama ni familia, andika majina yao chini. Kila wakati unaomba unamtaja jina. Kama ni wengi sana uweze maliza, unawaombea wote, ni all. Unawaombea wote kwa pamoja. Ni kama ni watu 5, 10, 20, 30, au unaweza waombea moja tu, ukawatamka mbele za Mungu, ukasema fulani na wafunika kwa damu. Ukishataja jina lake tu tayari mbingu imesikia. Na unaweza omba tu kasema, Baba, mlinde mke wangu, mlinde mume wangu, watoto wangu, ndugu zangu popote walipo, na wafunika kila mmoja kwa damu ya Yesu Kristo. Na uepushe na mauti, unawafunika na damu, unawaepusha na mauti. Baba yangu mzazi hatakufa, mama yangu mzazi hatakufa, brother zangu hatakufa, fulani na fulani unawataja na majina. Watoto wangu fulani na fulani hatakufa, mimi sitakufa, mke wangu hatakufa. Tumekataa kifo cha mapema kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunakataa kifo cha mapema kwenye familia yetu. Tunakataa roho ya maombolezo na matanga kwa damu ya Yesu Kristo. Unawaombea unaowapenda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Number 8. Step ya 8, maombi maombi ya usingizi mnono. Kuna watu hawalali bwana. Kuna watu hawalali. Kupumzika usingizi ni zawadi kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kupumzika usingizi ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sasa unamuomba Mungu akupe usingizi mnono. Kuna watu wanalala, unakuta anageuka kwa kitanda mpaka kuna kucha, na kuna mwingine akilala tu hivi analala mpaka wakati kitambo ageuka la muda ni asubuhi. Unamuomba Mungu anakupea usingizi mnono. Kwa sababu kulala ni zawadi. Kulala ni zawadi, ingaje na kuanga nusu umekufa. Ndio maana Mungu anakulinda, na ndio maana tunaomba, lakini ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ndio maana anasema utalala kama katoto kadogo. Kwenye kile kitabu cha andiko la Zaburi 4 mstari wa 8, katika amani nitaijaza na kupata usingizi mara. Kwa kuwa wewe Bwana peke yako ndiye uliyenijalia kukaa salama. Oh my God, glory be to God. Katika amani nitalijaza na kupata usingizi mara, kwa kuwa wewe Bwana peke yako ndiye uliyenijalia kukaa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaomba tu unasema, Baba nisaidie nipate usingizi mnono. Baba nakuomba usiku wa leo nisaidie nipate usingizi mnono usio na usumbufu. Usingizi mnono usio na usumbufu. Usingizi mnono usio na kusumbuliwa. Watu wako nigongea mlango, mashetani zinakuja zinagonga mlango zinaenda. Ukiamka ukienda kufungua mlango hakuna mtu. Wengine wanaota amelala, akiamka anatembea, anajikuta amefungua mlango anaenda. Unaomba unasema, naomba usingizi mnono, nilale kama mtoto mdogo, usingizi ambao hauna nini? Hauna usumbufu. Usiwe unaamka usiku unatoka na ujui hata unatoka unaenda wapi. Unaombea unasema, naomba mwili wangu upate nguvu mpya na asubuhi niamke nikiwa na mchangamfu, na uchangamfu wangu usiwe wa kikawaida, uwe mchangamfu wa kufanya nini? Wa kutosha. Number 9, hatua ya 9 ya
maombi ya usiku kabla ya kulala, maombi ya maono na maelekezo ya kiungu. Unaomba kuhusu maono na maelekezo ya kiungu. Mungu husema na watu wake wakati wa usiku. Mungu mara nyingi anasemanga na watu wakati wa usiku, kwa ndoto, hata kwa maono. Unamuomba Mungu anakufungua masikio, sio haya masikio ya rohoni. Unamuomba Mungu akufungue masikio ya rohoni wakati umelala usiku. Unaambia Baba, naomba nifungue masikio ya rohoni. Nifungue masikio ya rohoni, nikusikie wakati nimelala usiku. Kumbuka Samueli aliitwa 3 times. Mpaka ya 3 ndio Eli akamwambia, akajua huyu anajua ni Mungu anamuita, ndio akamuelezea namna ambavyo anaweza akaomba ndio aweze kusikia Mungu. Kwenye kile kitabu cha Ayubu 33 verse 14 to 15, neno la Bwana nasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu. Haleluya. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu. Kwa hivyo maana yake ni kwamba Mungu huwa anaongeanga usiku, wakati umelala, usingizi ambao hauna usumbufu, usingizi mnono, wakati umelala kama mtoto mdogo, wakati huo Mungu hukuja anasema na wewe. Ndio maana vitu nyingi, watu wengi wako rohoni wakiota kitu kwa ndoto huwa kinatokea, hata kama kitachukua muda kinatokea. Kwa sababu gani? Mungu anasema na wewe kwa wakati huo, ama anasema na wewe kwa wakati unaokuja, ama anasema na wewe kwa jambo lililopita la nyuma. Kwa hivyo anakukumbusha kinachokukula ni kitu kilipita nyuma, ama matatizo ulionao ni kitu kilitokea nyuma, ama anakuambia matatizo yatakuja baadaye, ama anakuambia kitu chenye kinaenda kutendeka kwa wakati huo. Kwa hivyo ukiwa umelala usingizi mnono, unamwambia Mungu anakufungua masikio ya rohoni na akufungua akili upate uelewa wa kujua hiyo ni sauti ya Mungu ama ni sauti ya shetani. Maana neno la Mungu linasema naye malaika wa giza huja kama malaika wa nuru. Kwa hiyo lazima upate mambo mawili, masikio ya rohoni na ufahamu wa kuelewa kama ni roho wa Mungu anaongea na wewe, ama ni mashetani, ama ni mizimu ya kwenu ya mababu. Lazima uelewe ni roho gani inaongea na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Unaomba tu, unasema Baba, nena na mimi usiku huu kupitia ndoto. Baba, nena na mimi. Kuna watu tungine wanauliza, pastor, Mungu, mtu anaotaje? Mungu anasemaje na mtu? Mungu ana njia mbili kubwa za kusema na watu, ndoto na maono, na shetani anazitumia hizo. Kwa hivyo lazima ukue rohoni. Baba, nena na mimi usiku kupitia ndoto na maono. Sema na mimi usiku kupitia ndoto ama kupitia maono. Nifunulie siri za kesho yangu na unipe mwelekeo. Nifunulie siri za kesho yangu na unipe mwelekeo. Haya na maombi ambayo unafaa kuomba. Baba, sema nami kwa ndoto ama kwa maono. Nifunulie siri za kesho yangu kupitia maono ama ndoto. Nifunulie fursa ambayo umenipa kesho. Nifunulie kile kitatokea kesho. Nifunulie njia naipitia kesho ama mali naenda kesho, kama ni mapenzi yako, kama kutakuwa na ulinzi, kama kutakuwa sahihi. Unamuomba Mungu. Hayo yanakuja kwa njia mbili, masikio kusikia na masikio ya rohoni, na ufahamu wa kiakili, akili za kimbingu za kuelewa kwamba anayesema na wewe ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Haleluya. Number 10, hatua ya 10. Nikwambia ni maombi aina 10 ya maombi ambayo yatakusaidia kuomba. Haya ninayozungumza ni maombi ya kuomba kabla ya kulala, kuanza saa 4, saa 3, saa 4, saa 5. Ndio unalala. Haya ni maombi. Kuna maombi nitakuja kufundisha ya usiku wa manane. Usiku wa manane umegawanyika mara 4. Kuna usiku 2 za kawaida na usiku 2 za dhabihu. Maombi ya kawaida na maombi ya dhabihu kuanzia saa 6 mpaka saa 10. Nitakuja kukufundisha hilo. Namba 10, hatua ya 10. Unaomba maombi ya kukataa roho ya mauti usiku. Unakataa roho ya mauti. Unakataa roho ya mauti usiku. Unasema kwa sababu usiku mara nyingi ndio watu hufa. Kuna siku nilifundisha hapa nikamwambia kwa nini hospitali watu wanakufanga usiku saa 8, saa 9, saa 7. Ukienda kesho yako unasikia mtu alikufa. Kwa nini watoto wadogo huwa wanalia usiku?
Kwa nini vitu mingi huwa zinatokeanga usiku? Kwa hivyo usiku ndio shetani anakuanga kazini. Usiku especially usiku wa manane ndio mbingu zinakuanga active upande wa shetani na upande wa Mungu. Mbingu zinakuanga active saa 6 usiku, ndio wachawi huenda kuloga, ndio divine huachilia maneno kwa anga, ndio wale wachungaji ambao wanajiita wachungaji na wanatumika kwa madhabahu kama haya, lakini wako against na watu, ndio anapiga magoti anaomba kuhusu mtu fulani, analaani. Hayo maneno shetani anayatumia kutimiza kile ambacho huyu mtu anaomba. Kwa hivyo ni vizuri usiku wa manane, usiku huo kabla ya kulala, kabla usiku wa manane, saa 4 saa 5 unaomba, unakatana na hii roho, muombe ya kukataa roho ya mauti usiku wa manane, usiku wakati wa kwenda kulala. Na usiku ndio masaa ambayo roho ya mauti hujaribu kuiba uhai wa watu. Usiku mara nyingi ndio shetani hiyo roho inanyemelea. Nitakuja kufundisha kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana, kama Mungu ataniwezesha nikufundishe kuhusu roho ya mauti na roho ya kuzimu. Huwa ni roho zina akili, zinatembea, zinasikia na zinaendesha mpaka farasi. Nitakuja kunifundisha hilo tu kwenye hii wiki kama nitalikumbuka, na nisipolikumbuka, wale ambao mnanifuatilia especially my friends, marafiki zangu, watoto wangu wa kiroho, nisipolikumbuka una comment hapo, unanitumia SMS, unaniambia kuna kitu ulisema utafundisha, hebu tufundishe. Kwa hivyo unakataa roho ya mauti. Kwenye Zaburi 118, Zaburi 118 mstari wa 17, Biblia inasema sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Unakataa, unasema sikufi kwa jina la Yesu. Maroho zinazokuja usiku kuleta roho ya mauti nimekataa. Unakataa juu ya watoto, juu ya wale watu unaowapenda, unakatana na roho ya mauti. Unaikataa kabisa. Unakataa. Kuna kitu ambacho kina uchungu kama mtu kumpoteza mpendwa wake, ama mtu kufa kabla ya maono yake. Maana watu wengi huwatakiwa na shetani wanakufa kabla ya miaka Mungu aliyotupatia. Hufa kwa kabla hawajatimiza maono yao, kwa sababu shetani yuko kazini usiku na mchana halali. Kwa hivyo unakataa roho ya mauti. Unasema ninakataa kila roho ya mauti inayotembea usiku kwa nyumba yangu, kwa watoto wangu. Mimi na nyumba yangu hatutakuwa na kafara, hatutakuwa kafara ya adui. Unajua wachawi wanakulanga nyama ya watu, especially watoto wadogo, wanakula mpaka maini. Kama hujajua hiyo ujue. Sasa unasema mimi na watoto wangu na mume wangu na mke wangu hatutakuwa kafara ya maadui. Shetani hata tutoa kafara, wachawi hata tutoa kafara. Ninakataa roho ya mauti kwa damu ya Yesu. Nakataa roho ya mauti kwa watoto wangu. Watoto wangu hatatolewa kafara usiku kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Unakataa hilo kabisa. Namba step ya 11, maombi ya maombi ya kukabidhi. Unakabidhi kesho yako kwa Mungu. Kesho yako unakabidhi kesho yako kwa Mungu, na kesho ya watoto wako unaipigia magoti. Kesho yako inaandaliwa kwa magoti, haiandaliwi tu kiholela. Kesho yako unaanza kuikabidhi, unaikabidhi kesho. Baba, ninakabidhi kesho yangu. Mfano kama kesho ni Tuesday, naikabidhi Tuesday yangu mikononi mwako, kutoka asubuhi, mchana na jioni na hata usiku. Tuesday ya kesho iwe ya baraka, Tuesday ya kesho iwe na neema. Unaikabidhi mbele za Mungu, unaitakasa, unaibariki na unainenea hiyo Tuesday ya kesho vile unataka iwe. Ndivyo itakavyokuwa. Ndivyo itakavyokuwa. Unainenea hiyo kesho. Mfano kwenye kitabu cha Methali 16 mstari wa 3, Biblia inasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Unamkabidhi Bwana kazi yako ya kesho, unamkabidhi Bwana masomo ya watoto wako wa kesho, unamkabidhi Bwana juu ya biashara yako ya kesho, unamkabidhi Bwana juu ya ndoa yako juu ya kesho. Sababu mnalala vizuri, shetani anawaingilia usiku, asubuhi mnaamka mnaanza kugombana, kesho inakuwa ni siku ya kilio. Unakata kabisa hiyo siku, unainenea hiyo siku, unainenea, unatamka, unasema kama ni Tuesday utakuwa ni Tuesday ya baraka. Tuesday utakuwa ni Tuesday wa habari njema. Tuesday utakuwa ni Tuesday wa mafanikio kwenye biashara, kwenye masomo ya watoto wangu. Unainenea hiyo biashara yako. Namba ya mwisho ni maombi
hitimisha kwa imani kupitia jina la Yesu. Unahitimisha kwa by faith, unahitimisha kwa imani. Unasema kila hitaji linapewa nguvu kupitia jina lililo juu ya majina yote, ambalo ni jina la Yesu Kristo. Unasema kwa jina la Yesu. Unasikia, kwa jina la Yesu. Ukilitaji hilo jina kwa neema, ukilitaji hilo jina kwa nguvu, huwa linafunika zile maombi zote zenye unaomba. Unahitimisha maombi kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Kwenye kile kitabu cha Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 13, Biblia inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Unasema, nafunga maombi yangu kwa damu ya Yesu ya dhamana, nafunga maombi yangu kwa uwepo wa Roho Mtakatifu, ninafunga kila jambo nalolitamka, kila jambo nililoliombea nalifunga kwa damu ya Yesu. Unatamka damu ya Yesu, unatamka damu ya Yesu, unatamka by faith, sio kutamka tu kwa sababu watu wanatamka, unatamka by faith. Na nikuhakikishie, ukiamka asubuhi unasikia uko wow. Unasikia haukulala na uchofu, haukuamka na uchofu, haukuamka kichwa kikiuma, haukuamka usiku hukuumwa na tumbo. Watu wengi wanaharisha usiku saa 6, saa 7, saa 9, saa 7, saa 8, unasikia mtu ndo anaharisha. Akiamka hivyo unasikia mtu anaumwa na tumbo, anaumwa na kichwa, anatapika. Na ni mambo hata mimi niliyapitia miaka ya nyuma kabla sijakuwa mchungaji. Hivi vitu nimepitia na Mungu akaja akanisaidia, nikajua namna ya kupambana navyo. Unakuta ukiamka usiku, unaamka unasikia ndio tumbo linakuletea shida. Ukiamka asubuhi ulala vizuri, lakini ukiamka tu hivi tumbo linakuletea shida, kichwa kinauma, unasikia joto ingine, alafu within view masa kidogo tu unasikia hilo jambo linaondoka. Ni ataki. Kuna wengine wanatakiwa akiamka Sunday ndio aende kwa ibada, unakuta anatakiwa na tumbo, anatakiwa na kichwa, alafu masaa fulani tu saa 6, saa 7 ibada imeshaisha, tumbo imeshapona. Kwa hivyo ile kitu ninakwambia, hakikisha kila unapolala umeomba haya maombi. Unaweza ukafuatilia. Kama kuna mtu ana swali, kuna swali unataka kuuliza, ingia hapo kwa comment. Unaweza ukacomment na pia ukashare na ukalike, na Mungu akakubariki sana. Na unaweza kuuliza swali lako pale. Kama ni swali la private, unaweza ukanitumia message kwa sender, ukaniambia pastor, nina swali hili na hili. Kama ni wezi tuma kwa sender, unaweza ukatuma kwa namba. Hiyo namba inapita kwa your screen, kwa your phone hapo kwa screen ya simu yako. Unaweza ukatuma pale message kwa 0727 998743. Ukituma pale nitaipata na nitakuelezea. Kuna wale ambao tumekuwa maombi ya hiyo wiki imeisha. Nimeshukuru Mungu sana kwa sababu nimeona ushuhuda mkubwa sana wa ajabu. Lakini zaidi ya yote, maombi yetu ya saa 10 ya kumshukuru Mungu baada sasa ya kulala, kuamka, kuna maombi sasa ya kumshukuru Mungu, kumwambia Mungu ni asante. Asante kwa kuniamsha. Asante kwa siku ya leo tena. Asante, usiku wote nimeuona mkono wako. Kwa hivyo hayo tutakutana nayo saa 10 asubuhi kwa mapenzi ya Mungu. Na asubuhi ya kesho nitakuwa tutaomba, nitakufundisha namna ya kuomba maombi ya wiki nzima. Nitakuelekeza namna ya kuomba na maombi ambayo natakiwa kuomba wiki nzima from today Monday to Monday. Hiyo ingine wiki to Sunday, to Sunday, Monday to Sunday. Hiyo maombi ya wiki mzima, maana Monday unaenda kuanza tena siku wiki nyingine, maana siku inaisha Sunday. Kwa hivyo saa 10 asubuhi, Mungu kwa mapenzi ya Mungu, nitakuja na nitakufundisha namna ya kuomba. Kwa hivyo mpaka hapo nafikiri Mungu atakufunulia, utapata ufunuo usio wa kawaida. Shalom shalom. Mungu akubariki na kutende mema. Ninaomba tukahitimishe kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Mfalme. Asante kwa wema na ukuu na uaminifu wako. Asante kwa mtazamaji huyu ambaye Baba umempea fursa hii ya kuweza kunifuatilia nikifundisha maombi haya. Niombe langu ya kwamba Bwana utanisaidia wiki hii nzima kuanzia leo mpaka Sunday asubuhi, nikaweze kufundisha maombi haya ya kuomba kabla ya kulala, na vile maombi yale ya asubuhi ya kushukuru kwa sababu ya kutulinda usiku kucha. Ninamwombea mtazamaji wangu, ninamwombea yoyote ambaye Bwana anafungua mtandao na akutana maombi haya. Nenda ukawatende mema usiku wale, walinde
wape usingizi mwanana wa baraka, wape usingizi, walale kama watoto wadogo. Wale ambao huwa hawalali, Bwana, kuanzia leo wapate usingizi katika jina la Yesu. Wale ambao wanaota ndoto mbaya, na watenganisha hizo ndoto mbaya kwa nguvu na mamlaka damu ya Yesu Kristo. Wale wanalala akili zao zimeibiwa, wanalishwa nyama, wanalishwa vitu vibaya, na kutenganisha na hizo ndoto mbaya za kuzimu katika jina la Yesu. Natamka baraka na ushindi, natamka neema, natamka ulinzi wa Mungu usiku wa leo. Unapolala wewe ambao umeishi kusumbuka, haupati usingizi, leo utalala kama mtoto mdogo. Hakuna silaha yote ikinyume chako itakayofanikiwa katika jina la Yesu. Iwe imeinuliwa na kuzimu, imeinuliwa na wachawi na maajenti wa kuzimu, haitafanikiwa juu yako. Nimekufunika kwa damu ya Yesu. Ninatamka kwa anga yako kama kuhani wa Mungu. Natamka kwa anga ya watoto wako, kwa anga ya mume wako, kwa anga ya mke wako, kwa anga ya biashara yako. Usiku wa leo ni usiku wa baraka. Mungu akulinde na akutunze katika jina la Yesu. Utalala usingizi ambao hujaulala. Utalala na amani hujailala nayo. Utapata amani kwa watoto wako na kwa ndoa yako, amani ambayo hujaipata katika jina la Yesu. Mungu akulinde na akutunze. Mungu akitujalia tukikutana ile saa 10, sifa na utukufu zimrudia katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, nimeomba na hata nimeamini. Amen. Shalom, shalom. Mungu akulinde na Mungu akutunze. My daughter Tabita, Mungu akutunze mwanangu. Mungu akupe usingizi wa baraka, usingizi wa ushindi. Neema Mungu iwe juu yako. Na kipindi hiki mwanangu, mtumishi wa Mungu, hiki kipindi kitakuwa wiki nzima kuanzia saa 5 usiku. Saa 5 usiku nitakuwa naenda 30 minutes, 45, 1 hour, itategemea. Kama kuna swali lolote unaweza ukauliza hapo. Kama kuna swali lolote unaweza kuuliza hapo kwa comment, unaweza ukacomment ukaniuliza swali. Na pia wiki hii Mungu anijalia nitakuwa nafundisha kuhusu masuala ya ndoto. Na hizo ndoto nitakuwa nimekueleza ni siku gani nitaifundisha, na nitakuwa napeana fursa. Mtu anauliza ndoto, hapo kwa hapo ninakujibu. Ile ya kukujibu hapo kwa hapo nitakujibu, na ile ambayo itakuwa ni ya kutafakari zaidi nitakwambia ni ya kutafakari. Kuna ndoto zingine sikimbiliangi kujibu, lakini kuna ndoto naweza nikakujibu moja kwa moja kwa sababu ufafanuzi wake ama ufahamu wake uko ni wazi, na kuna zingine inahitaji ziombewe ndio niweze kuelezea watu. Kwa hivyo shalom, shalom. Mungu akubariki na kutende mema. Amen, 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 amen.